Jeshi la polisi mkoani Morogoro kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea na operesheni ya kudhibiti matukio ya ujangili katika hifadhi zote zilizopo katika mkoa huo, ambapo wamefanikiwa kuwakamata watu wawili kwa tuhuma za ukutwa na pembe za ndovu. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoani Morogoro ACCP Alex Mkama amesema waliokamatwa katika tukio hilo ni Semi Waziri mwenye umri wa miaka 37 mkazi wa Mvua Morogoro vijijini na Abdalla Salumu mwenye umri wa miaka 42 mkazi wa Kilosa, wote wamekutwa na vipande 6 vya meno ya tembo. Kamanda Mkama amesema kuwa watuhumiwa wote wanaendelea kuhojiwa na upelelezi utakapokamilika watafikishwa mahakamani. Kutoka mkoani Morogoro, hizi ni ripoti za Ayo TV na millardayo.com. Mimi ni Jack Bosonyo. Watuhumiwa wengine wawili wamekamatwa wakiwa na nyara za serikali. Hili tukio limetokea Mei 18 mwaka huu huko katika eneo la Nzawa, kata ya Mkuyuni, wilaya ya Morogoro. Waliokamatwa ni Seni Waziri Fraisha, huyu ana umri wa miaka 37 mkazi wa Mvua Morogoro, na Abdalla Salumu Mkulameo, huyu ana umri wa miaka 42 mkulima mkazi wa Kilosa mkoani Morogoro. Hao wamekamatwa wakiwa na vipande 6 vya meno ya tembo wakiwa wanatafuta soko la kuuza ili kujipatia kipato ambacho ni haramu. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kwa weledi kwa kushirikiana na wadau wengine wa kijinai. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linatoa onyo kali kwa madereva na watumiaji wote wa barabara. Linawataka kuzingatia sheria za usalama barabarani. Pia linatoa onyo kwa wawindaji haramu na wahalifu wengine wote kuacha kabisa vitendo hivyo ambavyo vinahujumu rasilimali za nchi. Watakaobainika kukiuka sheria hizo watachukuliwa hatua kali za kisheria bila muhali ili kulinda maisha ya wananchi na rasilimali za nchi yetu. Kwa hiyo pembeni hii ni vipande 6 hivi vya meno ya tembo ambavyo vimekamatwa na sasa hivi viko kwenye uchunguzi. Hao watuhumiwa niliowataja wawili wamekamatwa wakiwa na hivi vipande. Kiviangalia hivi maana yake haya ni meno kama mawili ya meno matatu ya tembo imetoka kule. Kwa hiyo kuna tembo kama watatu hivi au wawili ambao wamepotezewa maisha.